Mwandishi huyu Isaya anaandika maneno haya katika aya ya 8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ni mtume nani? Yapo mazingira ambayo Bwana anaita kumtuma mtu kazini. Yani si kana kwamba unatumwa na mchungaji, la hasha. Si kana kwamba unatumwa na mzee wa kanisa, hapana. Si kana kwamba unatumwa na mtu yoyote, la. Bwana anakusudia kukutuma kazini, na saa hii anauliza swali hili, ni mtume nani? Ni mtume nani? Unajua, katika mazingira ya kutumwa kuna sehemu nyingine ni ngumu kukubali kutumwa. Ni ngumu. Unajua, ukitumwa kuwa mchungaji, ukitumwa kuwa mzee wa kanisa, unatumwa kwenda kupokea majukumu mazito ya kazi ya Mungu, sio ya mtu. Hapa mahali upashikilie vizuri. Wangapi wamewahi kusikia watu wakisema, hiyo kazi yenu sitaki kanisani, lakini hiyo kazi yenu sitaki? Hebu nione mikono ya watu waliowahi kusikia hayo maneno. Sitakuuliza umesikia kwa nani. Kumbe na ninyi mliowahi kusikia. Hiyo kazi yenu sitaki. Masikini hata mimi niliwahi kukataa. Ninajihurumia sana. Niliwahi kuchaguliwa mzee wa kanisa kwa zamu ile. Mwaka uliopita haukuwa rahisi. Na baada ya kuona ya kwamba mwaka haukuwa rahisi, haukuwa wa kawaida, licha ya kwamba washiriki tunapokuwa kanisani tunaweza kuona ya kwamba ni rahisi, haukuwa rahisi. Haukuwa rahisi. Mwaka ule nikienda, na bahati mbaya tena nikachaguliwa kuwa miongoni mwa watakaoingia kwenye uchaguzi. Nikasema ninakwenda, lakini safari hii ninakataa. Na unajua, nikitembea njiani nikiwa naenda kwenye uchaguzi, njiani nikapambana na nafsi yangu. Kuna wazo likaniambia kataa. Kuna lingine likaja likaniambia unataka ukatae ili ubembelezwe. Kwa hiyo kukawa na ushindani. Ushindani unasema ili uonekane kana kwamba wewe ni zaidi. Hilo lilinisumbua kichwani. Nikasema hivi, ili watu wanitumie mtu waseme ya kwamba nani anayemudu Andrea, akaongee naye akubali. Nikawa nina vita mwenyewe katika nafsi yangu. Mwishowe nikajiuliza swali hili, hivi ni nani ninayemtumikia? Nikapata jibu, ni Mungu. Sema amina. Nikasema moyoni, nikichaguliwa nitakubali, ila sijui kama nitakubali. Lakini uchaguzi ulipokuja nikachaguliwa, hiyo sitasahau. Wajumbe walikuwa 9. Nikachaguliwa kuwa mzee wa kanisa. Wazo yao watasapoti kazi ya Mungu. Bwana awabariki kwa kujitoa. Changamoto kubwa ni hii. Hiyo ni kubwa zaidi. Katika hatua ya mapendekezo ya wale ambao watachaguliwa, madam, inaweza uwe ulikuwa unafanya kazi ya ushemasi, lakini 2025 ukapewa kazi nyingine, au usipewe kabisa. Hebu mshike jirani yako, muulize utajisikiaje?
Unajisikiaje? Yaani unajua somo letu lina kichwa kinachosema wito wa kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Mwaka fulani nimeendelea kutenda kazi. Jamani, nasemaje? Wakati mwingine nikiwa mshiriki kanisani kama sasa bana, bado ni mshiriki. Niliwahi kuchaguliwa kuwa kiongozi karani wa shule ya Sabato. Nilitetemeka sana Kivatiro. Kuchaguliwa karani wa nini? Wa shule ya Sabato. Nilitembea nikitoka kanisani nikienda nyumbani, nikirudi nyumbani kichwa changu kilikuwa kimejaa osoro. Kwa sababu nimechaguliwa majukumu ya kazi ya karani wa kanisa. Na nilimuuliza mtu mmoja, nitafanyaje? Nielekeze. Nikaelekezwa, nikafanya kazi vizuri. Jamaa, mnasemaje? Lakini hatua fulani ambayo niliwahi kuchaguliwa, nikawa mkuu wa kundi. Nikafanya Mr. Isaac kwa moyo. Nikachaguliwa kuwa mzee wa kanisa. Nimefanya kazi kama mzee wa nini? Wa kanisa. Siku niliyochaguliwa kuwa mzee wa kanisa, niliogopa sana na nilitetemeka sana. Na hata machozi yalikuwa yanatoka. Maana kazi pia haikuwa rahisi. Nitumie nafasi hii kuwapongeza wazee wa kanisa. Jamani, wapeni amina wazee wa kanisa. Ninawatia moyo wazee wa kanisa, fanyeni kazi ya Mungu. Lakini mojawapo ya kazi ambazo nimefanya kanisani ni kuwa mhazini wa kanisa. Na najua katika kipindi changu nikiwa mhazini wa kanisa, Madam Veneranda, sio kipindi ambacho kilikuwa rafiki sana. Sio kipindi ambacho tulikuwa tunapeleka fedha benki, hapana. Ulikuwa unakaa nazo. Ulikuwa unakaa nazo. Yaani za budget ya kanisa zote unatunza mahesabu, lakini unakaa nazo. Kilikuwa kipindi ambacho sio kizuri. Siku moja wakaja wazee wa kanisa na baadhi ya viongozi. Wakaniambia, umekaa na fedha na umesoma budget vizuri. Tulifurahi kwenye baraza na kwenye mkutano wa halmashauri ya kanisa. Sasa na wamenitaimu masaa ya jioni, karibia kagiza kanaingia. Wakaniambia, ulichokisoma kalete hizo fedha hapa tuzihesabu. Hebu muulize mwenzako kwamba unadhani walikuwa na wazo gani? Walikuwa wanawaza zimeliwa. Na nikawapa, nikazitoa wakazihesabu zote. Wakaniambia, kumbe zote unazo, Mungu akubariki. Nikafurahi. Na nilikuwa unajua nikaogopa, hata pia nikaogopa. Lakini walivyothibitisha wakaniambia utaendelea. Nikaendelea. Jamani, semeni amina. Kuna siku wakataka kununua kinanda. Wakaniambia, leta zile fedha, kuna baadhi ya bajeti zimepitishwa tukanunue kinanda. Zikawa hazitoshi. Wakaniambia, tunakuomba mhazini utudhamini, utoe za kwako. Nikawapa, wakanirusha hadi leo. Hadi leo. Mwambie jirani yako usikopeshe kanisa. Utalia kilio cha mbwa wewe. Wakanirusha bwana. Kazi hii ya ajabu sana. Isaya sitaandikwa na nabii Isaya mwenyewe, na imeandikwa katika kitabu cha Isaya. Ni moja ya kitabu ambacho ni cha kinabii katika Agano la Kale. Ni sehemu kubwa, na sehemu kubwa ya maandiko yake ni ushuhuda wa yale ambayo Isaya aliyaona.
na ni mojawapo ya mambo ambayo Isaya aliambiwa na Mungu, na Isaya alipoyaona aliyahubiri katika taifa la Israeli. Isaya aliandika fungu hili akiwa katika mazingira gani? Alikuwa wapi anapoandika katika aya hii ya kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema ni mtume nani? Sauti ambayo Isaya anaisikia sio ya mchungaji wa mtaa. Jamani, semeni amina. Semeni amina kwa Bwana. Sijasema semeni amina kwa mchungaji Andrea, semeni amina kwa Bwana. Isaya alikuwa hekaluni, na katika kitabu kile cha Isaya sura ya 6 anasema katika mwaka ule aliyokufa Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikaijaza hekalu. Juu yake wakasimama serafi wawili, mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Isaya anapata unabii huu wa ni mtume nani akiwa katika maono. Jamani, akiwa kwenye nini? Maono. Na unabii huu unazungumzwa na Ellen G. White katika kitabu cha Wazee na Manabii. Anasema maneno haya maneno ambayo Isaya anayaandika yalisikika pale ambapo Mungu alikuwa anatamani kumtuma mwokozi wa ulimwengu ili makusudi akawakomboe wanadamu. Na sauti iliposikika ya kwamba ni mtume nani, Biblia inasema, Roho nabii inasema, sauti hiyo iliposikika hakuna malaika wala yoyote aliyekubali kuwa tayari kwenda, hakuwepo. Na ndio maana Ellen G. White anasema mbinguni kukawa kimya. Muda gani? Nusu saa. Yani hapa nikisema ni mtume nani, kanisa lote hili linyamaze kimya kwa kitambo cha hubiri zima la nusu saa. Kila mtu anyamaze. Waliponyamaza kimya, malaika mmoja akatoa pendekezo, na pendekezo lake mbingu zikalisikiliza. Na pendekezo lake linasema hivi: kwa sababu mwanadamu ameanguka dhambini na hakuna aliye tayari kwenda kumwokoa, naomba jambo moja likubalike mbele ya mkutano huu hapa mbinguni. Naomba nipewe dakika chache nikamuangamize shetani pamoja na mwanadamu aliyeanguka dhambini. Mbingu yote ikaona, upendo wangu utakuwa wapi? Nipe nafasi ya dakika chache, twende tukamuangamize shetani pamoja na mwanadamu. Mna mpango wa ukombozi, ufie hapa. Mungu alikuwa na kilio hiki, upendo wangu utakuwa wapi? Ellen G. White anasema katikati ya saa hiyo ya sintofahamu, katikati ya saa hiyo ya ukimya, ya kwamba ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu, ndipo Yesu akasema, mwandishi anasema maneno haya, ndipo Yesu akainuka kwa huruma. Jamani, semeni amina. Ndipo Yesu akainuka kwa huruma, akasema mwanadamu haitafaa apotee. Ahimidiwe Mungu wa mbinguni ambaye kupitia mwana wake Yesu Kristo mimi na wewe tunaokolewa. Sema amina. Yesu akasema nitakwenda.
kwenda kumkomboa mwanadamu na kufanya upatanisho kati ya dhambi za mwanadamu na Mungu wake. Na Yesu anaposema ya kwamba nitakwenda, mbele yake alikuwa anaona mateso, mbele yake alikuwa anaona maumivu, mbele yake alikuwa anaona mkuki atakaochomwa, mbele yake aliona ya kwamba atatemewa mate, mbele yake aliona dharau ya mwanadamu, mbele yake aliona kifo, mbele yake aliona kuzikwa, mbele yake aliona wanafunzi ambao atawaita kwenye utume, miongoni mwao watamkana. Akawaona, akamwona Petro, na Petro akisema sikujui, simjui mtu huyu. Na mwandishi anasema ya kwamba katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, wakati Yesu anapotaka kumkomboa mwanadamu, akaona wanafunzi wake wote hawako upande wake, na shetani akainuka kwa katika maneno haya ya kwamba ikiwa utajitoa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, kafara yako itakuwa na faida gani? Maana watakukana wote. Yesu akasimama imara, akasema nitawakomboa. Jamani, semeni amina. Unajua saa ya kujiuliza swali hili, ni mtume nani katikati ya hatua ya ukombozi, katikati ya hatua ya mateso, katikati ya hatua ya kinyang'anyiro, katikati ya hatua ya aidha kuokoa au kupoteza? Ndipo masikio yangu na hisia zangu zinakumbuka kile kisa cha mwanamke ambaye mtoto wake alizama kwenye choo kirefu, na mama anaporudi watu wamezunguka shimo la choo. Miongoni mwao wanatoa mapendekezo, mama mdini, wanasema sasa kwa sababu mtoto yuko kule chini na amezama kwenye uchafu na wale wadudu wanaanza kupanda juu yake, wengine wakasema tuamue hivi, ngoja hili liwe tu kaburi lake. Mwambie jirani yako, watu wana mawazo. Yani katikati ya mwanamke aliyekwenda leba, yani kirahisi hivyo. Na wakati mwanamke anazungumza hivyo, watu wanatoa mapendekezo hayo. Kijana mmoja miongoni mwa watoto wa mama yule akasema maneno haya, mama, niko tayari kwenda kuokoa. Sema amina. Na akasema naomba mfanye hivi, mniviringishe blanketi alafu muwe kama mnanifunga kwa haraka. Kwa haraka maana mtoto anazama. Kwa haraka maana sio muda mrefu kichwa kitazama. Sio muda mrefu ameshafika kwenye mabega. Naomba mnishushe kwa haraka. Wakamfunga kamba, na kijana akasema, mama, naomba uwe wa kwanza kushikilia kamba, maana ninashushwa taratibu, na nikishuka chini ninataka nikwambie ya kwamba yeye aliyekuwa na dhamiri ya kumuokoa mdogo wake hakuwa na kinyaa. Akaweka mikono yake chini, akaizamisha chini ya uchafu mbaya, chini ya matope mnayoyafahamu, akamshika kwenye mabega, akasema ya kwamba mama, nimeshamshika, vuta kamba. Wakavuta. Akasema ya kwamba mama, vuta, usipovuta utapoteza watoto wawili. Na wengi wanaomtia shime wakasema vuta. Akavutwa, na akivutwa alikuwa hafai. Na yule kijana ambaye amemvuta akasema tumuoshe. Nataka nikueleze ya kwamba katikati ya mazingira hayo ya kwamba nani atakaye shuka, hakuwepo yoyote aliye tayari kushuka. Hakuwepo.
Unajua kuna vitu vikubwa vigumu kuvikubali. Pale Korogwe, Mama Lili, utafahamu kama hutakumbuka, kijana mmoja amepata shida ya figo zote, lakini kwa sababu bado anapumua, akauliza, nani atakaye nipa figo? Aishi na figo moja nami niishi na figo moja. Hebu nione anayeweza kutoa figo, anyoshe mkono kwa haraka. Ni mtume nani? Nani atakaye kwenda? Swali hilo lilipoulizwa, nani atakaye nipa figo, yule kijana akapendekeza mwenyewe. Pale Mama Neema utakapoombwa figo, yani unaweza kuombwa pesa, unaweza kuombwa vingine, lakini saa hii mtu amesimama anaomba figo. Akaenda akamwambia ndugu yake, naomba, nimekupendekeza na wanazaliwa tumbo moja, unipe figo moja nawe ubaki na moja. Ndugu yake akanyamaza kimya mbele za ndugu wote, akasema, utanipa figo. Baadaye katikati ya mazingira hayo akasema, nitakupa. Jamani, semeni amina. Nitakupa. Na wote wakapelekwa Dar es Salaam Muhimbili, wakafanyiwa wote upasuaji, wakafanyiwa njia hiyo, na aliyepewa figo, ambaye figo haikuwa yake, yeye ndiye neema ya Mungu ikamponya haraka. Sema amina. Aliyetoa figo akaanza kuwa na mateso makubwa. Bwana atukuzwe, maana wote walikuja kupona. Ni mtume nani? Ni wito ambao ni wa kwako na wa kwangu. Yesu alikubali kujitoa. Sikiliza, Isaya alipoona utukufu wa Mungu alikuwa na kilio hiki, maana ameuona utukufu wa Mungu. Akasema maneno haya, ole wangu, kwa maana nimepotea na ni mtu mwenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. Wakati Isaya anapata mwito huu, alijihurumia, akasema, ole wangu, maana nimefanya nini? Nimepotea. Zipo nyakati ambazo katika maisha yako ya Ukristo, licha ya kwamba Bwana anakuita katika kazi hii makini, kuna saa wewe peke yako unajiona ya kwamba umepotea. Yani Isaya hakuambiwa amepotea. Isaya anasema mwenyewe, ole wangu, maana nimepotea. Si tu kana kwamba nimepotea, lakini mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Jamani, habari za mchana. Hebu mshitue jirani yako katika usingizi, muulize, wewe huwa una midomo michafu? Katikati ya watu wenye midomo michafu, Isaya alikuwepo. Unajua midomo michafu imevunja nyumba za watu. Midomo michafu, kupitia watu wenye midomo michafu, wamegharikisha mpaka nyumba zao. Yani kwa mdomo mchafu mpaka huwezi kumaintain ndoa yako. Yani kabla hujaitwa kanisani ili makusudi utumike ndani ya kanisa, kulitumikia kanisa, jiulize swali hili, je, midomo yako ikoje? Midomo yako, maneno yako huwa yakoje? Unaweza kuzungumza hapa mbele ukawakwaza hawa watu wote na wakakosa mbingu. Halafu ukasema hivi,
Bora mimi nimewaambia. Sawa, umewaambia, ila umewakwaza. Bora nimekuambia upotee au usipotee. Wakati Yesu anaelewa thamani ya gharama ya mtu. Bwana atusaidie tunapoitwa tuwe watu wenye midomo safi. Sema amina. Kuna watu wakiitwa kazini wanaligawa kanisa. Kuna watu wakiitwa kazini wanasema mwaka huu nitawanyoosha. Si unakumbuka yule mtoto wa mfalme kwenye Biblia? Alisema kama baba yangu aliwasumbua, mimi ndiye nitafanya nini? Alikuwa nani? Rehoboamu. Mimi ndio nitawakomesha, nitawatandika kwa nge. Sasa kanisa likanyong'onyea, watu Israeli wakanyong'onyea kwamba kumbe mwaka huu utakuwa wajasho. Kuna miaka ya utumishi inakuwa mizuri kwa sababu Mungu amewaita viongozi wazuri bora. Mwandishi mmoja mnamfahamu na aliwahi kuhubiri makambi yenu, anaitwa Patrick Manu. Wangapi wanamfahamu Professor Patrick Manu? Amenifundisha leadership na nadhani pia amekufundisha Pastor Manendo. Ana kitabu chake kinaitwa To Lead Without Tears, uongozi pasipo nini? Machozi. Yani uwe kiongozi, kanisa liseme ya kwamba kwa sababu ya mzee huyu wa kanisa tunabarikiwa. Sema amina. Nani ambaye atakataa kwenye kanisa hili? Nitamzomea. Atakaye sema kwamba mzee Peter Bariki alivyokuwa shemasi kanisa hili hamjabarikiwa, anyooshe mkono. Hayupo. Nani atakaye sema ya kwamba idara ya mashemasi chini ya Neema Mapande na Bariki walivyosimama kama mashemasi hatujabarikiwa? Ukinyoosha unalaana na kifo chako kiko karibu. Jamani, walitubariki, semeni amina. Walijali. Licha ya kwamba nisiwakatalie, katika kutenda kazi kuna watu ambao hata Bariki hata hawa wakashiriki ungewaambia leo nimewapikia chakula, sasa hamtakula kwa mikono wala kwa vijiko, nitawalisha. Bado kuna ambaye atasema sasa umenilisha vibaya. Mbona umeingiza kijiko chote? Isaya alitambua udhaifu wake. Isaya alitambua unyonge wake. Nataka nikuambie nini mchana wa leo? Bwana anawaita watu wa kawaida. Semeni amina. Sio kwamba kesho watu wanaenda kuchagua watu watakatifu. Wanaenda kufanya uchaguzi wa watu waliozaliwa na wanawake, watu waliolelewa huko kwao, watu wenye madhaifu ambao kupitia madhaifu yao Mungu anaingilia kati, anawakamilisha. Haleluya. Sio kwamba tumeitwa watakatifu sana. Kwa hiyo Bwana alimuita Isaya. Nataka nikusomee quotation haka kadogo. Kanasema wale wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu lazima kwanza watakaswe mioyo yao kwa mawasiliano ya karibu na Mungu. Ujumbe huu unatuonyesha ya kwamba hauanzi kwa kutamani kazi, bali kwa kumuona Mungu alivyo mkuu. Wakati moyo unapoguswa na utakatifu wa Mungu, ndipo mtu anaweza kujitolea kwa dhati. Mtu anajitolea kwa dhati. Kumtumikia Mungu kuna maanisha kuachilia mambo yetu binafsi, starehe na hata mipango yetu binafsi
ili kutimiza makusudi ya Mungu. Utumishi ni kujikana nafsi kwa ajili ya ustawi wa kazi ya Mungu, wala si kwa ajili ya ustawi wako. Kujitoa huku kwa utumishi ni kwa kila siku, ni utumishi usiokoma. Waweza kuwa tu kubadilisha baadhi ya majukumu kiutendaji, ila utumishi ni ule ule. Hamasa ya kweli humaanishi ya kumtumikia Mungu haitokani na muda, bali ni msukumo wa nguvu ya Roho Mtakatifu inayowaka ndani yetu. Yeremia 20 aya ya 9, sehemu ya pili ya aya hii, anasema, ndipo moyoni mwangu kumekuwako kama moto uwakao, uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya moyo huamsha hamu ya kufanya kazi kwa ajili ya wengine. Wale ambao wamejazwa Roho wa Mungu hawawezi kuwa waoga. Wana ujasiri wa kutenda jambo sahihi kwa gharama yoyote. Haleluya kanisa. Usiogope. Kesho na kesho kutwa utasomwa kuwa mzee wa kanisa. Inawezekana. Usiogope. Usiwe mwoga. Bwana atakujaza. Sema amina. Bwana anaweza kukuita kwa nyanja yoyote. Nitake kumalizia hapa. Wale malaika waliokuwa na mabawa 6. Bawa la kwanza anasema kwa mabawa mawili walifunika nyuso zao. Kwa mabawa mawili walifunika miguu yao, na kwa mawili yakawa 6 waliruka. Mabawa mawili ya kwanza ya kufunika uso ni kwa ajili ya watumishi ambao wanapokea utume mioyoni mwao kwa unyenyekevu. Nimepokea majukumu haya kwa kichwa na kwa unyenyekevu. Mungu anitumie niwapo kazini. Jamani semeni amina. Unajua unaweza uchaguliwe pia usiwe na unyenyekevu. Mtu mmoja aliniuliza swali hili na nimelifuatilia hili swali. Sio kwamba yule mtu alikuwa mpumbavu kuliuliza. Aliwahi kuliuliza pia hata Petro waliwahi kuliuliza pia. Mitume pia waliwahi kuliuliza. Aliuliza swali hili, mchungaji, Pastor Maneno, mchungaji, hivi kwenye kanisa la Wasabato kazi kubwa huwa ni ipi? Hebu nikuulize, kazi kubwa huku kanisani kwetu, kubwa ya kanisa mahalia ni ipi? Sasa nikasema ameuliza swali. Nikamwambia, unataka kazi kubwa au sijakuelewa? Akasema wewe usitafute ninachotaka, ninakuuliza kazi kubwa ni ipi? Na mimi sikumjibu kwa haraka. Nikamuuliza, kwani wewe, unajua sisi wa Afrika nasi tuna matatizo. Unaulizwa swali, badala ya kujibu swali na wewe unauliza nini? Swali. Na mimi nikamuuliza kama nilivyo Muafrika, kwani wewe unadhani kubwa ni ipi? Akasema kubwa ni ya mkuu wa huduma. Nikamwambia, fafanua, kwani ya mkuu wa huduma ni kubwa kwa upande upi? Akasema mkuu wa huduma, maidara yote yanayohusika kwa uinjilisti yanakuwa chini ya kiongozi wa huduma kama kiongozi mkuu wa uinjilisti. Nikamwambia kiakili yangu ya haraka, sio kwamba labda kuwa ofisa kibinadamu sasa, sio kiroho ndio kuu, maana Biblia imefanua anayetaka kuwa mkuu wa weje. Akasema hiyo ya uzee sio kubwa. Sasa tukaenda kwenye uchaguzi. Tuliporudi aliwahi kuwa mkuu wa huduma, ila sio Jafet. Jamani mnasemaje? Akasema kazi yangu. Nikamwambia vipi? Akasema kazi yangu. Watu ambao mnakwenda kwenye uchaguzi kesho, muwe makini, msije mkatengua kazi sawa. Kazi yangu. Nikamwambia una maana gani? Na yule mtu alinichukia sana
alinichukia. Na kwa bahati mbaya ndio nilikuwa mwenyekiti sasa. Akachukia. Ninataka nikuambie mojawapo ya gharama ya kazi hii kesho ni ya mchungaji kuchukiwa, ni ya walioingia kwenye baraza kuchukiwa. Nina washauri washiriki, msituchukie. Semeni amina. Msituchukie. Hatuna shida na yoyote. Nataka nikuambie sehemu hii ya mwandishi huyu anayezungumza habari ya wale malaika wenye mabawa mawili waliofunika miguu yao ni ishara ya kujivili katika maisha ya utakatifu kwa kujisitiri katika miguu ya Yesu. Sema amina. Lakini katika hatua ya mabawa mawili aliruka ni ishara ya watakatifu ambao wanakubali kujitoa kwenye kazi ya Mungu kikamilifu na kuifanya kwa moyo na hata kwa kupaa. Sema amina. Bwana anisaidie nikubali kufanya kazi ya Mungu. Na unajua hata kama sitalipwa, na unajua hata kama nitalaumiwa, na najua hata kama itakuwaje, mimi nitasema nimemtumikia Bwana. Sema amina. Mchana wa leo unatamani kujitoa upya kutumika katika kazi ya Mungu, kukabidhi maisha yako kwake, ya kwamba Bwana nitumie nikutumikie kwa vyovyote utakavyotaka, whether kwa njia yoyote atakaoichagua. Ninajitoa upya kutumika. Kama ni wewe, kwa nini usisimame pamoja nami? Bwana akubariki sana.